وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. katika darsa kwenye kitabu Ahkamul Janaiz tunaishi katika mlango as-salatu ala al-mayyit, wenye maudhui kumsalia maiti. Na katika maudhui hii tunaishi hivi sasa katika jambo la wajibu wa kusalia jamaa hiyo sala ya maiti. Na katika darsa iliyomalizika kwenye nukta nambari 63 tulimalizia maneno wa kullama kathura al-jam'u, na kila ikiwa nyingi idadi ya jamaa ya wenye kusalia maiti, kana afdalu lilmayiti, tumeona kwamba jambo hilo linakuwa ni bora zaidi kwa maiti, wa anfa, na pia ni jambo lenye kumnufaisha yeye. Na dalili yake tulisoma hadithi isemayo ma min mayitin, hapatikani maiti yoyote, tusalli alayhi ummatun min almuslimina, ambapo watamsalia yeye umma katika waislamu, yablughuna 100, umma ambao unafikia watu 100, kulluhum yas'auna lahu, kila mmoja akawa anamuombea yeye maiti. Hawapatikani watu 100 hawa illa shufi'u fihi, isipokuwa watakubaliwa maombi yao kwa maiti huyo. Wafi hadithin akhar, na tukasema katika hadithi nyingine, illa ghufira lahu, isipokuwa husamehewa maiti huyo. Kisha tukaitaja na dalili nyingine, hadithi iliyosema ma min rajulin muslim, hapatikani mtu yoyote muislamu, ye mtu ambaye anakufa, fayakumu ala janazatihi, basi wakasimama juu ya jeneza lake kumsalia yeye 40 rajulan, watu wapatao 40, la yushrikuna billahi shay'a, ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu kwa chochote. Hawapatikani watu hao illa shafa'ahumullahu fihi. Hadithi nyingine ikamalizia isipokuwa Mwenyezi Mungu huwakubalia maombi yao kwa maiti huyo. Hadithi zote hizi tukazitajia masnadi yake,
na tukasema tutakapokuja tutaondokea nukta nambari 65, na tukasema nambari zimeruka kidogo katika mambo ya uchapaji. Ilikuwa hapa ifuatie nambari 64 kwa kuwa nukta tulioimalizia ilikuwa 63, lakini tutakwenda kwa mujibu wa nambari za kitabu ili tusije tukababaika mbele huko. Tutafata hivyo hivyo kwamba sasa tunakwenda katika nambari 65. Tuko kwenye ukurasa nambari 99 katika kitabu Ahkamul Janaiz kilichoandikwa na Sheikh al-marhum Muhammad Nasruddin al-Albani. Nukta nambari 65, wa yustahabbu, na inasuniwa ikapendezeshwa katika sheria, an yasifu wara al-imam, ya kwamba wajipange safu wale maamuma nyuma ya imam anaosalisha sala ya jeneza, thalathata sufufin, wajipange safu 3. Hilo jambo yustahabu, ni sunna, limesuniwa hivyo. Na chini katika maelezo katika nambari 1, qala Shaukani, amesema Imamu Shaukani katika kitabu chake Nili al-Awtari juzuu ya 4 ukurasa nambari 47, wa aqallu ma yusamma saffa, na uchache wa kikundi cha watu ambacho kitaitwa ni safu, rajulaini, ni watu wawili inatosha kuwa ni safu. Wala haddun li aktharihi, lakini hakuna wingi wa mpaka katika wingi wake hiyo safu. Kama watapatikana watu wengi, safu imekwenda popote pale, wachaende tu. Lakini uchache wa watu kusimama wakajulikana kwamba hii ni safu kwenye sala ya jeneza, hata watu wawili ni safu hiyo. Wa yustahabbu an yasifu wara al-imam, narejea tena juu pale, na inasuniwa kujipanga safu nyuma ya imam, thalathata sufufin, safu 3, fasaida, tena kuanzia 3 na kupanda juu. Lihadithaini, na haya yanapatikana katika dalili kwenye hadithi 2, ruwiya fi dhalika, zilizosimuliwa katika habari hii. Al-awwalu, hadithi ya mwanzo, an Abi Umama qala, kutokana na sahaba Abu Umama amesema, salla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala janazatin, alisalia mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu juu ya jeneza, wa ma'ahu 7 nafarin, na pamoja na yeye kuna kikundi cha watu 7. Na nafar ni kikundi cha watu kisichopindukia 10, huitwa nafarun. Kwa hivyo pamoja na imamu mtume kwenye sala ya jeneza kulikuwa na kikundi cha watu 7. Sasa ile sunna ndio ikapatikana hapa, fajala, mtume akawafanya watu hawa 7 thalathatan saffa, akawafanya idadi cha watu 3 kikundi chao kuwa ni safu, wa 2 saffa, na watu 2 kuwa ni safu, wa 2 saffa, na 2 wengine kuwa ni safu. Lakini inavyoonekana hapa mpangilio wake, ile safu ya mwanzo ndio itakayokuwa kubwa. Kwa hivyo baada ya yeye imam, nyuma yake watu 3, halafu nyuma ya hao watu 3 ndio watu 2, na nyuma ya watu 2 watu 2 tena. Hivyo ndivyo watavojipanga wakiwa ni kidogo watu katika swala ya jeneza. Na kule nyumbani kwa kina Ummu Sulaim tumeona mtume kaiongoza swala ya jeneza kwamba yeye ni imam. Nyuma yake kulikuwa na Abu Talha, hakukuwa na mwanamume mwingine, kwa hivyo nyuma yake akasimama Ummu Sulaim kusalia sala ya jeneza. Tukasema hapa katika darasa iliyopita, hii dalili ya wazi kabisa
kuonyesha kuwa wanawake na wao inawasalia kusalia maiti. Na tukasema kuwa hiyo itakuwa ndiyo jambo bora zaidi lililotoa wao majumbani mwao kwenda kule mazikoni, kwamba watasimama watamsalia mwenzi wao, sio kwenda kusoma madihi wala barzanji wala kupeana juzuu wakakufuru kwenye Qur'ani na wakasemana katika maiti, katika maziko. Bora zaidi ya kumpatia manufaa maiti ni kusimama kike kwa kiume kumuomba Mwenyezi Mungu amsamehe maiti yule madhambi yake na kumtakia wema huko endako akhira na mengi mengine kama yalivyo mashuhuri na kama tutakavyoyaona katika kusalia maiti. Hadithi hiyo rawahu Tabarani, ameisimulia Imamu Tabarani fi al-Kabir, katika kitabu al-Kabir. Waqala al-Haythami, na akasema Haythami fi al-Majma'i, kwenye kitabu kiitwacho Majma'i, juzuu ya 3 kurasa 432, akasema wafihi, na ndani yake hadithi hii Ibn Luhay'a, yuko mtu mmoja anaitwa Ibn Luhay'a. Yaweza kuingia dosari hadithi kwa sababu ya kuweko mtu kama huyo. Kwa nini? Wafihi kalamun, na kuhusu yeye kuna maneno mengi yamesemwa, lakini hapa mwandishi wa kitabu Albani anatetea hadithi hii ibaki kuwa ni sahihi kwa sababu atakazozitaja, pamoja na kuweko Ibn Luhay'a ambaye kwa yeye kuna maneno mengi yamesemwa. Na hadithi ya Mtume haitakiwi kabisa kuweko mtu yoyote ana ila ya kasoro yoyote, kwa sababu ni sheria katika dini kitu kiwe safi kabisa. Albani anatetea kwa kusema kuntu, mimi hapa nimesema hivi, wadhalika, na hayo maneno mengi yaliyosemwa kuhusu mtu huyu Ibn Luhay'a, na hayo min qibali hifdhihi, ni katika upande wa hifadhi yake alionayo. Huyu mtu hifadhi yake mbaya sana, hana hifadhi nzuri. Alipokwisha kuwa mtu mzima akaharibikiwa na ubongo, hifadhi yake ikawa si nzuri. Jambo likitokea saa 4 asubuhi, ikifika saa 6 kesha sahau, hata kida kilizungumza atalizungumza ndivyo sivyo, kinyume na alivyoona na kinyume na alivyosikia, mpaka watokee watu wamkumbushe, la haikuwa hivyo bwana, ilikuwa hivi, atakumbuka kweli. Anasema Albani ni katika upande wa hifadhi yake haikuwa nzuri, la tuhmata lahu fi nafsihi, lakini katika upande wa nafsi yake, kuhusu ukweli wake, kuhusu imani yake, kuhusu mwendo wake katika dini, kwa hakika hapa tuhumiwi katika nafsi yake. Maneno yanasema kwa sababu jamani, huyu mtu hifadhi yake mbaya, asubuhi kanambia vingine, kufika mchana kanambia vingine, na la asiri asa vingine kabisa. Sasa vipi hadithi ya Mtume tutaipokea kwa mtu kama huyu? Lakini kuhusu yeye mwenyewe ni mtu barabara. Anasema Albani, fa hadithuhu, basi hadithi yake hii fi shawahidi, iko katika ushahidi mwingine mbalimbali, la ba'sa bihi, haina ubaya wowote. Anasema Albani kaifuatilia, kaipeleleza, huku akijua mtu wenyewe hifadhi yake si nzuri, lakini kaja kaikuta hadithi hii ina ushahidi mwingine mbalimbali. Walidhalika, anasema Albani, na kwa sababu hiyo, auradtuhu, ndiyo maana nikaileta hadithi hii na mimi vile vile, mustashhidan bihi, hali ya kuwa nikaipatia na hadithi yenye kutolea ushahidi hadithi hii, ala alhadithi alati, juu ya hadithi ifuatayo. Nimeiegemeza hapa kwenye kitabu changu kwa sababu inatoa ushahidi wa hadithi ya Ibn Luhay'a kuhusiana na mpango wa safu watu wanaposalia sala ya jeneza, ya kwamba safu ziwe 3, hata watu wakiwa kidogo basi watagawiwa watu wale mpaka zitimie safu 3, kama Mtume alivyofanya kwa watu 7 waliokuwa nyuma yake.
watu watatu akaweka nyuma yake yeye, wakabakia wanne, wawili nyuma ya watatu na wawili nyuma ya wawili. Haidhuru kama safu zile zitakuwa hakuna kitu pembeni, ni wale wale watu wawili, basi itatosha kuwa wao ni safu. Anasema Albani, hadithi hiyo mimi nimeikubali moja kwa moja kwa sababu nimeipata nyingine yenye kusimama kama ni shahidi, nayo ni athani, hii hadithi ya pili. Hadithi ya pili hii an Malik ibn Hubayra, inatokana na Malik ibn Hubayra. Qal, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumba Mwenyezi Mungu, ma min muslimin, hapatikani muislamu yoyote, yamutu, ambaye atakufa, fayusalli alayhi thalathatu sufufin, wakasali juu yake watu safu tatu, min almuslimina, katika waislamu, illa aujaba, isipokuwa huwajibika. Wa fi lafdhin, na katika tamko jingine, illa ghufira lahu, isipokuwa husamehewa yeye. Kidogo Albani atataka kueleza kidogo habari ya hadithi hii iliyokuja na habari ya safu, kisha ikaja na ahadi za Mtume, illa aujaba wa illa ghufira lahu. Atataka Albani kuweka wazi madhumuni ilikuwa ni jamaa, haikuwa hadithi madhumuni yake kutaja ile guarantee au ahadi ya Mtume, haikuwa hivyo. Kala, akasema, yani Marthad, yani akasema mtu mmoja anaitwa Marthad ibn Abdullah al-Yazani, akasema, fakana Malikun, basi ikawa Imam Malik ibn Anas, idha thaqalla ahlul janaza, wanapokuwa kidogo watu wanaosalia jeneza, Imam Malik jazaahum, alikuwa anawagawa thalathata sufufin, safu tatu, lilhadithi, kwa kutegemea na hadithi hii. Imam Malik alikuwa kifanya kama vile ambavyo ameiona hadithi Mtume alivyowagawa watu kwa uchache wao, akawafanya kuwa ni safu tatu. Akhrajahu Abu Daud, hadithi ameitoa Abu Daud, wasiyaqu lahu, na ule uchungwaji wa maneno ni wake yeye Abu Daud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wal Hakim, wal Baihaqi, wa Ahmad, na pia Ahmad vile vile, wal lafdhu al-akhar, na tamko jingine lahu ni lake Ahmad, wa kadha fi riwayatin lil Baihaqi, na vile vile katika masimulizi ya Baihaqi, wal Hakim, pamoja na Hakim. Wa qala, na akasema Imam Hakim kwamba sahihun, hadithi hiyo ni sahihi, ala sharti Muslim, lakini juu ya sharti aloiweka Imam Muslim. Kama itapatikana sharti hiyo, basi itakuwa sahihi. Khalafu lililomshangaza Albani hata akaweka alama ya kushtua hapo mbele, akasema wawafaqahu Dhahabi, Imam Dhahabi akamuwafik huyo Hakim aliposema sahihi ala sharti Muslim, akawafiki Dhahabi, anaweka alama kushtua Albani hapo. Akaendelea kusema waqala Tirmidhi, na akasema Imam Tirmidhi, watabi'ahu an-Nawawi, akafuatia kwenye kauli kama hiyo Imam an-Nawawi fi al-Majmu', kwenye kitabu al-Majmu', ilikuwa juzuu ya 5 hiyo ya Majmu', ukurasa 212. Sasa anasema Imam an-Nawawi kwenye Majmu' kwamba hadithun hasanun, yeye kaiteremsha hadhi badili ya sahihi, akasema hapana, hadithi ni nzuri tu katika masnadi yake. Wa aqarrahu al-Hafidh, na akakubali kuthibitisha hivyo kuwa hadithi ni hasan, fil Fath, kwenye kitabu al-Fath juzuu ya 3 ukurasa 145. Wa fihi indahum jami'an, na ndani ya hadithi hiyo kwa hao wote tuliowataja, anasema Albani, kuna mtu mmoja katika waliotaja hadithi hii anaitwa Muhammad ibn Ishaq. Huyu Muhammad ibn Ishaq
wa huwa hasanul hadithi, ni mtu mzuri wa kusimulia hadithi, lakini wakati idha sarraha bitahdithi, anapoweka wazi maneno ya hadithi hasa ya mtume, wakati anapoweka wazi, kuna wakati huja na maneno safi fasaha, hababaiki, anaeleza kitu sawa sawa kabisa kama kilivyokuja. Walakinahu huna, lakini Albani kafuatilia katika vitabu mbalimbali, anasema kwa hadithi hii hapa alipoingia mtu huyu, faqad an'ana, alibabaika katika hadithi hii, amesema maneno kama aina 2-3 hivi katika hadithi hiyo. Kwa hivyo hadithi imeingia dosari, inakosa hoja ya kuwa ni sahihi. Anasema Albani sasa, fala adri, mimi sielewi, wajha tahsinihim lilhadithi, sura gani inapata uzuri waliotoa wao kwa hadithi hii. Madhali kuna mtu anajulikana mashuhuri, Muhammad ibn Ishaqa, ana tabia wakati anapozungumza sawa sawa basi ni mzuri sana kusimulia, lakini kuna wakati huja akababaika, akawa kama mtu mwenye kigugumizi, maneno yakawa hayafahamiki. Ukimuuliza tena mara ya pili anabadilisha maneno, ukimngojea tena la asili atakubadilishia tena maneno. Kwa hivyo hadithi yakiingia Muhammad ibn Ishaqa, wanavioni wa hadithi hiyo wanaitia mstari kwamba hadithi hatuwezi kusema ni sahihi kwa kuwemo Muhammad ibn Ishaqa. Anasema Albani, fa kaifa tashihu, basi vipi katika kuisahihisha hadithi ukaisema kwamba ni sahihi, kusema kuwa ni nzuri? Basi anasema Albani, fala adri, mimi sielewi wajha tahsinihim, sielewi sura ya uzuri wao kwa hadithi hii, kwa kuwa mtu huyo. Fakaifa atashihu, basi vipi tena itakuwa ipate usahihi hadithi? Hapa ndo uhodari wa marehemu huyu Sheikh Albani. Hapa amekuwa hodari sana katika ulimwengu wa mustalahil hadithi na katika fani ya usulul fiqhi. Yeye kwa hakika katika walimwengu, katika wanavyuoni wa zama hizi za karibuni, ni mmoja katika mwanachuoni tegemezi. Kitabu chochote cha hadithi amekiingia barabara na kukipekua, na kila hadithi kaitafuta usahihi wake. Lakini na yeye ni binadamu pia, vitabu vimetungwa kumkosoa na yeye vile vile. Kuna baadhi ya mahala anakosolewa. Hivi ndivyo itakavyokuwa kwa yoyote mwingine ambaye si mtume na ambaye hakuhusiana na Mwenyezi Mungu kwa lolote lile. Lazima kutakuwa na dosari na kasoro katika lolote atakalolifanya. Alkamalu lillahi, ukamilifu huwa anakuwa nao Mwenyezi Mungu. Na labda amtume mtume wake jambo la kisheria, hapo panakuwa hapana makosa tena, kwa sababu huyu mtume ana sifa al-ma'sum, ni mwenye kuhifadhiwa, ni mwenye kulindwa, hafanyi makosa katika jambo la Mwenyezi Mungu, hususan liwe la sheria hafanyi makosa. Kaambiwa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri, kisha tunakuweka wewe Muhammad juu ya sheria kwenye kila jambo la Uislamu, fattabiha, basi fuata sheria tu. Ni vigumu kabisa bwana mtume kuja kuteleza, kuja kuyumba katika jambo ambalo hatumii akili yake, hatumii khiari yake, bali anafanya kazi ya utumishi wa Mwenyezi Mungu, kuwaambia watu kama alivyotumwa, habadilishi, haongezi, hapunguzi kitu. Hiyo ni nukta nambari 65, kama tulivyosema 60. Sasa karejea tena kusahihisha. Ilikuwa iwe tulioiacha 64, sasa karejea tena nambari 65 kwenye kitabu. Ina maana katika uchapaji kwa makosa iliingia 65 ya mwanzo. Hii sasa hivi ndo 65 hasa. Kwa hivyo kwenye kitabu chako unaweza kuweka pembeni ile ya nyuma ilikuwa 64.
weke tu alama tu, kwa sababu hii sasa kisharekebisha, inafuatia nukta ya 65 sasa. Kwa hivyo utaona 65 ziko mbili, moja ilikuwa 64, hii ya sasa ndo 65 hasa tunakwenda sasa. طيب وإذا لم يوجد مع الإمام, na pindipo katika swala ya jeneza hapa kupatikana pamoja na imamu ghairu rajulin wahid, isipokuwa mtu mmoja tu ndo aliyopo baada ya imamu, yeye na imamu tu ndo walionaye maiti pale na watakumswalia. Taban hutokezea mambo hayo duniani. Ima pahala pametokea mchafuko wa vita, mtu atakumsiri mwenzake peke yake, au yuko pahala yeye Muislamu peke yake na mwenziwe, waliobaki wote si Waislamu, akahangaika papatu akamkosha mwenziwe Kiislamu, akahangaika papatu akamvika sanda hivyo hivyo, na sasa anataka kumswalia peke yake, hakuna Muislamu mwenziwe hata mmoja. Na hayo huja yakatokezea mpaka safarini vile vile, mwenziwe kafa ghafla, na hapo kila kivua shati akipeperusha na akipiga makelele hapiti mtu, pengine jangwani au porini au yuko ufukweni mwa bahari, bali kabisa na watu, hakuna mtu, hakuna nyumba. Ikitokezea kuwa ni imamu na maamuma mmoja tu katika sala ya jeneza, fa innahu, kwa hakika, la yaqifu, huyu maamuma hatosimama hidhaahu, mkabala na imamu yule, kama huwa sunnatu, kama kusimama huko ilivyokuwa ni mwendo wa Mtume, fi sairi salawati, katika swala nyingine mbalimbali zilizobaki. Swala ya fardhi itasaliwa hivyo, swala ya sunna kama inaweza kusaliwa jamaa itasaliwa hivyo. Imam anaposimama, maamuma kama ni mmoja hakai nyuma yake imamu mgongoni, anakaa chini ya visigino vyake pale vya miguu, hidhaahu, yani mkabala na yeye. Ukiwatokezea ghafla kuwatizama utaona kama kwamba wamesimama sawa sawa, lakini yule maamuma amekaa ubavuni kwake, kuliani kwake, kidogo tu yuko nyuma. Au unaweza kuwaona kwamba wako sawa sawa, wakisujudu ndo utaona tofauti yao, kwamba imam kumbe yuko mbele kichwa chake, na yule maamuma anafika milango ya kwenye tumbo lake au kwenye ubavu wake yule imam. Yule maamuma akisujudu kichwa chake kiko katika usawa wa tumbo. Hivyo ndivyo watavyofanya, na kama hakutokezea mtu mwingine watatu katika sala yao, basi watabaki hivyo hivyo. Lakini sivyo katika swala ya jeneza. Katika swala ya jeneza mambo yatakuwa tofauti. Wa idha lam yujad ma'al imam, itapokuwa kupatikana mtu mwingine pamoja na imam, ghairu rajulin wahid, isipokuwa mtu mmoja tu ndo alopatikana, fa innahu, hakika mtu mmoja huyo, la yaqifu hidhaahu, hatosimama mkabala na yule imam kwa ubavu, kama huwa sunnatu, kama jambo hilo lilivyokuwa ni sunna, fi sairi salawati, katika swala nyingine mbalimbali zenye kurukuu na kusujudu. Bal, lakini, yakifu khalfa al-imam, katika swala ya jeneza atasimama nyuma ya imam huyu mtu mmoja. Kwa nini asimame nyuma na asikae pale ubavuni kwake wa kulia? Dalili iliyopo lilhadithi almutaqaddam, katika hadithi ile iliyotangulia nyuma, fil mas'alati, katika mas'ala 62, na hapa pana makosa ya nambari katika uchapaji pia. Ukiangalia kitabu kwa wenye vitabu utaona fil mas'alati 33, katika mas'ala nambari 33, la sio 33, pamefanyika makosa kidogo, nambari imeingia tu kwa bahati mbaya, lakini ni masala nambari 62, ni nukta nambari 62. Sisi hivi sasa tuko 65.
katika nukta nambari 62 hapo nyuma darasa tulosoma wiki iliyopita ndo tuliitaja hadithi yenyewe ya kusimama bwana mtume na Abu Talha na Sulaim. Inapatikana katika nukta nambari 62 hadithi ile na sio 33. Ukifungua kitabu hichi katika masala nambari 33 utajiona ushapotea, kwani huko kuna mambo ya kumkafini maiti katika mlango, mwanzo wa mlango katika mambo ya kumkafini maiti. Baada ya kukosha inaingia hukumu ya kukafini. Kwa hivyo hapo nambari imekaa kimakosa. Pembeni unaweza kuweka kwa kalamu yako, ili kama utakuja kusomesha kitabu hichi baadaye usije ukababaika, maana huenda ukaitaka kuitolea hadithi hiyo dalili na utaitafuta uone kwamba huioni katika masala 33, kumbe iko pengine. Tayib, katika hadithi hiyo tumesoma juzi kwamba kusimama kwa mtume na mtu mmoja mwanamume, fataqaddama Rasulullah, alisogea mbele bwana mtume kuongoza swala ya jeneza, wa kana Abu Talha waraahu, na Abu Talha akasimama nyuma yake mtume, wa Sulaim, na Sulaim kwa kuwa ni mwanamke hawezi kukaa na Abu Talha pamoja hata kama Abu Talha ni mumewe, lakini katika kusimama kwenye swala hawatokaa pamoja kabisa. Hairuhusiwi mwanamke kuja kujipanga kwenye safu ya mwanamume hata kama mwanamume huyo ni mumewe. Wasijakatoka watu mke na mume wanakwenda zao mpaka Baitul Haram wamekamatana mikono, kutufu watatufu, lakini si ruhusa vile vile. Ndio inaifanya mtu kabla ya kwenda kwenye ibada tukufu ya hija asome kidogo, kwa sababu kule ndio unakopatikana makosa kama hayo. Wanakwenda wanawake kule na hali ya upofu wa dini, hawajui kitu. Wanawake wa kila kabila dunia nzima, wengine utaona kama hakuelekea hata huyu anafanya hivi. Si hoja kuwa yeye ni Mwarabu, si hoja kuwa yeye kazaliwa pale Maka hasa yuko pale, si hoja kama hakusoma dini. Wapo pale watu chungu nzima hakusoma dini, wameidharau kabisa, wamejichukulia kwamba wao dini kwao ni maumbile tu, wamezaliwa nayo tu basi. Wanawaona watu wa ajabu, watu wanaohangaika kutoka makwao kwenda pale kutafuta ilmu, wanawastaajabia wapumbavu. Matokeo yake ni kwamba mwanamke utamkuta katika Baitullahi al-Haram anakuja kusimama katika safu ya wanaume kwenye sala za fardhi za kusimama kwa kurukuu na kusujudu. Watilia mbali hiyo ya jeneza, sala za fardhi anakuja anajipachika popote pale. Askari pamoja na Waislamu wanafanya kazi kubwa sana ya kuwakataza, kuwarekebisha, lakini wanawake wanapatikana majeuri na wakaidi. Akiambia ondoke hataki. Bibi we, safu wanawake wenzio kule ndani ya msikiti kuna maeneo maalum yametengwa kwa ajili ya wanawake. Si Baitullahi al-Haram wala si katika Masjid Nabawi Madina, kote kumefanywa maeneo maalum, kwa sababu ni katika mahala ambamo huwezi kuweka wanawake nyuma. Ile safu ya nyuma huipati jinsi ya umma ulivyo na msikiti ulivyo, isipokuwa hutengewa tu wanawake sehemu yao tofauti, na ikawekewa uzio, mwanamume akawa hana ruhusa kuingia pale. Uzio kabisa wa wavu unawekwa, kamba zinafungwa kuonyesha kwamba hii ni sehemu ya wanawake. Hata pale makamu Ibrahimu basi kuna sehemu ya wanaume na nyuma kuna uzio umefungwa ya wanawake. Isaidie nini? Tahamaki ukshatufu al-Kaaba 7 ashwatin, umesimama makamu Ibrahimu pale nyuma yake unasali, basi wewe utashtukia mwanamke yuko bauni kwako, au mwanamke kisha kuja ghafla yuko mbele yako na atasujudu na atarukuu, ili wewe huna sala tena kabisa. Hairuhusiwi mwanamke kuja kujipanga kwenye safu ya mwanamume hata kama mwanamume huyo ni mumewe. Wasijakatoka watu mke na mume wanakwenda zao mpaka Baitul Haram wamekamatana mikono, kutufu watatufu, lakini si ruhusa vile vile. Watafanya kwa kuwa ndo hawajui,
utaona mtu amekamatana na mkeo hairuhusiwi, ingawa anamsaidia kutokana na gurupu na kusukumwa, lakini wanawake wanatengewa sehemu yao pembeni upande wa kulia, huku kushoto huko wanaingia wanaume, lakini wanawake wakubali, wanaingia kwenye msongomano. Tahamaki inatokezea kitu kibaya sana katika ibada ya tawafu, msuguano mkubwa baina wanawake na wanaume, msuguano unaweza kumharibia mtu ibada mara moja. Maana kuna wakati safu hazendi, binadamu hendi, umebanwa nyuma na umebanwa mbele, binafsi miguu yako itapata taabu kuikanyaga sakafu, pumzi zinakupaa. Wakati huo pengine nyuma yako mwanamke amekuelemea na mbele yako mwanamke umemuelemea wewe, hali inakuwa mbaya. Taka uchambu mkubwa, ujipapatue pale ufiku, uanze kufanya mbinu ukimbie mpaka pengine, na utamkimbia mara ngapi? Kila ukikimbia tayari mambo yako pale pale. Kwa hivyo yataka mtu apate kidogo chochote aondoke nacho kabisa, aseme kufanya mtu ibada yoyote bila kuisemea. Lazima isome kwanza ibada ile, si swala, si funga, si hija, kila jambo la Mwenyezi Mungu lataka lipewe haki yake ya kutukuzwa, kwamba hili jambo anafanywa Mwenyezi Mungu lazima liwe tukufu. Usome kwanza, ulijue vizuri, ujue sasa namwabudu Mola wangu, sina maskhara. Nikiwa nje niko vingine, na sasa niko mbele ya Mola wangu natakiwa niwe vingine. Basi unaisoma ibada barabara ya Mwenyezi Mungu, mpaka ile sura ya kusalia ile Fatiha barabara unaisomea, mpaka uhakikishe kwamba ninaipata vizuri. Na kila wakati unakwenda kwa mtu aliyokuwa halimu zaidi kuliko wewe, unamwambia nimekuja tena nisikilize kiwango changu cha Qur'ani kiko vile vile au kimepuruchuka kiko chini. Ila wakati unahakikisha Qur'ani kwamba iko sawa sawa, haiteremki chini, basi yataka mtu asome. Kwa sababu wanawake katika ibada za hija, katika ibada za umra, wanafanya makosa makubwa sana. Wanawake wanatoka makwetu, hatupendelei kuja kuonekana na makosa kama hayo. Aibu ni aibu kubwa kwa pahala kama hapa panapoambiwa Uislamu una miaka mingi tangu kuingia, miaka mingi, na halafu idadi ya Waislamu bado ni idadi ya kutajwa kwa kiwango kikubwa, kwa asilimia. Unaweza kusikia watu wazungumza 90 na, lakini jamani hakuna kitu. 90 na ya bure, hakuna chochote kilichobaki, mambo yameharibika. 90 na ya kitu gani? Kwa hivyo asije akenda mtu akajiachia ovyo, na hata mtu kama kaongozana na mkewe amwedilishe, amfahamishe mambo yalivyo. Sende kajipachika tu kule, mpaka inabidi askari watumie bakora. Na unaweza ukasema kwamba hawalaumiki kwa sababu wanachunga ibada ya Mwenyezi Mungu, wanataka isiharibike. Na hao wanawake wenyewe wanakujipachika katika safu za wanaume. Hatari yake ni kwamba wengine hawakuvaa inavyostahili kabisa. Hao wa Filipini, wao Uislamu wanaosikia tu maskini. Anakuja kufanya ibada ya hija mwanamke wa Filipino akiwa ana jinzi yake nyeupe chini, na juu ana kijihijabu cha uongo kimemhifadhi uongo tu. Nywele zake, shore lake liko mbele, na kile kijinzi kimemkamata, kimembana, kimemgawa mwili wake. Tahamaki mbele yako, anakuja anarukuu na kusujudu. Hivi wao wanaona Uislamu mtu ende pale Maka tu, hata ile kuvaa kwenyewe hakuna heshima, hakuna adabu. Mwache Mfilipino, Uislamu kwake umechelewa. Tuseme huyu anaotoka kwetu naye hupatikana akatufu Kaaba na nywele zake ziko nje. Hawa wa kwetu tunawaona kwa macho, hawakukamilika kama vazi, na ndivyo sivyo. Nywele zake ziko nje, na huenda mikono yake ikawa inaonekana, na pengine mpaka miguu yake, kanzu yake haikumteremka chini. Hakadha
Imekuja tuyazungumze haya kwa sababu tu ya kuonyesha kwamba safu hazitokuwa sawa baina ya wanawake na wanaume, ingawa huko utakuta watu wanafanya hivyo. Usije ukasema kwamba kule sheria haifanywi, unakali madhehebu. Hapana, yale wameyafanya wajinga na wanakatazwa na wanafika mpaka kupigwa na wanafanya ukaidi, haondoki mwanamke. Nimeshuhudia mimi katika mwezi wa Ramadhani, papatu mbele yetu tumekaa pale na tukisali, kumekuja wanawake kama 7 8 hivi mbele yetu, tumejipanga ghafla na hawakuvaa kistahiki kabisa. Pale tukawaashiria askari waje waondoe wale, wakaja kuondoa wanawake, wakataka kufanya ukaidi. Wenye kazi zao waliwakamata tu kwa nguvu. Mmoja akawa ikorembewa mkwaju wa mgongo, na wengine ikabidi wakamatwe kwa nguvu, ondoshwe tu kabisa. Fujo kubwa utaikuta, tena fujo utastajabu. Fujo ya nini? Anaambiwa mwanamke, wanawake wenzio wako kule, hapa utasali vipi hapa wewe? Wanaume kama hao waliokuzunguka, nyinyi peke yenu tu nani, mtasimama vipi katika safu hii? Hakubali. Haya, tunarejea nukta hiyo nambari 65. Wa idha lam yujad ma'al imam, pindipo katika sala ya jeneza hakupatikana mtu mwingine pamoja na imamu, ghairu rajulin wahid, isipokuwa aliyepo ni mtu mmoja, imamu na mtu huyo. Namna ya kusimama, fala yakifu idhaahu, huyo maamuma hatosimama mkabala na imam kwa ubavuni, kama huwa sunnatu, kama lilivyo jambo hilo ni sunna, fi sairi salawati, katika sala nyingine. Bal yakifu, lakini huyo mtu mmoja mwanamume atasimama khalfa al-imam, nyuma ya imam. Kwa nini? Lilhadithi almutaqaddim, kuna hadithi ambayo tumetangulia kuisoma nyuma. Walimchukua mtume alipokufa mtu nyumbani kwa kina Ummu Sulaim, mtume ende akasalie kule, mtume kenda. Kwa bahati waliokuwepo ni yeye mtume atakuwa imamu, mwanamume yuko Abu Talha, na kuna mwanamke mmoja Ummu Sulaim, mamake Anas ibn Malik. Yametajwa hayo fil hadith almutaqaddim في المسألة. katika masala tumesema 62. hadithi imesema hivi: fataqaddama rasulullah, akatangulia mbele bwana mtume sallallahu, wa kana Abu Talha waraahu, na akasimama Abu Talha nyuma yake mtume, wa Ummu Sulaim, na mama yake Sulaim, waraa Abu Talha, nyuma ya mumewe Abu Talha. Mwanamke hapa lazima atakuwa peke yake nyuma, na vile vile hatosimama sawa sawa na Abu Talha, hata kama Abu Talha ni mumewe, haitofaa katika ibada hapa. Walam yakun ma'hum ghayruhum, na wala hakuwepo mwingine pamoja na wao isipokuwa ni hao tu, watu watatu: imam, mtu mmoja mwanamume na mmoja mwanamke, ndio waliosalia jeneza. Lakini safu itabidi ziwe vile, imam pale mmoja, ikawa safu ya kwanza ya Abu Talha, safu ya pili ni Ummu Sulaim, haikupatikana hata safu ya tatu. Kama itakuwa hakuna, basi iwe hivyo. Tuko bado katika swala ya maiti, na tuko katika sehemu za kuswali jamaa katika swala ya maiti na namna ya kujipanga safu. Sasa tunakuja katika nukta 66, walwali, na mtu mwenye madaraka, mtu mwenye cheo, huwa anaitwa kwa kuvutwa wao alwali. Mtu mwenye hadhi katika mambo ya kidini, labda yeye ana cheo kikubwa kama vile mufti labda, au yeye ni chief qadhi labda, au namna kama hiyo, au yeye ni amirul mu'minin labda. Walwali, na mtu mwenye hadhi au naibuhu au chini yake, ahaqu bil imamati, watakuwa na haki ya kusimama kwa imam fiha, katika sala ya jeneza. Min alwali, kuliko yule wali wake yule maiti. Maana kuna alwali, wali wake, jamaa yake, mrithi wake, aliyekufa ni ndugu yake, aliyekufa ni mwanawe, aliyekufa ni baba yake.
atakuwa na haki ya kuchukua nafasi ya uimamu yule kiongozi mwenye hadhi kuliko yule ambaye ni walii, lihadithi Abi Hazim. Dalili ya hayo ni kutokana na hadithi ya Abi Hazim. Ila wenyewe watu pale mpaka amiri almu'minin mpaka nani kama atatoa nafasi pale kwa kumheshimu mtu ambaye ni wali, akamwambia leo haki yenu chukueni wenyewe, msalieni mtu wenu, ile kama wanaheshimiwa tu. Lakini mwenye haki pale ya kuchukua uimamu ni mtu mwenye hadhi katika dini, mwenye kujua, amesoma barabara, yeye ana hadhi zaidi, ana haki zaidi ya kuchukua uimamu pale, akaiongoza swala ya jeneza. Kutokana na hadithi ya Abi Hazim qala, amesema inni, hakika mimi, la shahidun, nilikuwa ni shahidi, yauma mata al-Hasan, alipokufa Sayyidina al-Hasan ibn Ali, mjukuu wa Mtume. Anasema nilikuweko pale mazikoni, faraaitu al-Husaina, nikamuona nduguye Sayyidina al-Husain, aliyekufa ni kaka yake, baba mmoja mama mmoja. Yakulu Sayyidina al-Husain alikuwa akisema li Sa'id ibn al-As, kumwambia Sa'id ibn al-As, na kumwambia kwenyewe ilikuwa kwa mdomo haitoshi, maana alikuwa anakataa yule Sa'id ibn al-As. Wa yut'inu fi 'unuqihi, huku anamchocha katika shingo yake kwa vile anamsukuma mbele, nenda takaddam. Sa'id ibn al-As anafanya kaidi, lakini Sayyidina al-Husain anamchocha fi unuqihi wa yaqul, huko anamwambia taqaddam, bana sogea mbele usalishe sala ya jeneza la kaka yangu. Falaula annaha sunnatun, na laiti kama si mwenendo wa Mtume huo, kwamba mtu mwenye hadhi kama wewe amiri almu'minina kuwa na haki ya kusimama kusalia maiti, kama si mwendo wa Mtume, mimi ninakwambia ma qaddamtuka, nisingekutanguliza. Je, nikwambie nini kuliko hivyo zaidi? Kama si sunna ya Mtume hii, mimi nisingekutanguliza hapa, ngeingia mwenyewe kumsalia ndugu yangu, huku mkiwa na imani ya kwamba mimi nitatoa dua ndani ya moyo wangu kwa ikhlasi, kwa kuwa ni ndugu yangu namsalia, lakini siwezi kukiuka sunna ya Mtume. Hivyo ndivyo walivyokuwa watu hao katika ahli baiti wa Mtume. Hawakuwa na khurafati yoyote, walikuwa watu wa sunna. Sayyidina al-Husayn anaiheshimu sunna ya Mtume kuliko nafasi yake alionayo kumsalia Hasan ibn Ali. Anamshikilia amiri al-mu'minina, nenda ukasalie, walaula, na laiti kama, falaula annaha sunna, laiti kama jambo hili si mwendo wa Mtume, ma qaddamtuka, na kuhakikishia nisingekupa heshima nikakutanguliza mbele, lakini hapa ninaiheshimu sunna ya Mtume. Wa Sa'idun, na huyo Sa'idi huyo alikuwa amirun ala almadinati yawma idhin, alikuwa ni amiri almu'minina pale Madina siku hiyo alipokuwa anapisha kusalia maiti ya Sayyidina al-Hasan ibn Ali. Tena anasema wa kana bainahum shay'un, ilikuwa baina ya Husaini na baina ya Saidi kulipita jambo au mambo. Wakati wa mpambano wa vita baina ya Sayyidina Ali na upande wa Muawiya, huyu Said alikuwa upande wa Muawiya, kwa hivyo baina yao kulikuwa na kitu utafahamu. Lakini tizama, ndikuwa Mtume alimwambia hapana, sogea mbele. Hitilafu naziweka nyuma kwa ajili ya dini. Sunna ya Mtume ni wewe kuingia ukasalia, ingia uisalishe swala ya kaka yangu wa jeneza, ingawa baina yao kulipita kitu kidogo. Sasa tupate kidogo maelezo chini katika nambari 1. Anasema Albani, lahu ru'yatun, huyu Saidi huyu ibn al-As alipata kumuona Mtume, yani aliwahi kuonana na Mtume. Kubidha an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, alifishwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu
walahu 9 sinina. Huyu Saidi ibn al-As ni kijana mdogo wa miaka 9, kawahi kumwona mtume na fahamu zake tayari zimeshakuwa nzima, na kasikia mawili matatu hadithi za mtume. Wakana, na alikuwa huyu Said ibn al-As haliman, pole, waquran, na mtu aliyekuwa na utulivu sana, min ashrafi Quraish, tena alikuwa ni katika watukufu wa kabila la Quraish. Wa huwa ahadu alladhina, na yeye alikuwa ni mmoja wa watu ambao katabul mushafa li Uthman, walioandika msahafu wakati wa Amirul Mu'minina Uthman ibn Affan. Yeye ni miongoni mwa walioshiriki kutekeleza amri ile ya kufanya msahafu mmoja. Wakana, na alikuwa bwana huyo istamalahu ala al-Kufa. Saidna Uthman aliwahi kumweka kama ni governor katika mji wa Kufa kule Iraq. Wa ghaza bin nasi, na akenda vitani kushirikiana na watu wa Islam Tabaristan. Alikwenda katika vita vya Tabaristan huyu Saidi ibn al-As. Wasta'amalahu Muawiya, na alipokaa katika Amiri al-Mu'minin Muawiya vile vile alimpanga Said ibn al-As ala al-Madina awe ni Amiri al-Mu'minin pale Madina. Mata, amekufa huyu Said ibn al-As fi qasrihi, katika jumba lake kubwa, bil ursati, lililokuwa katika pahala panapoitwa Ursa, ala 3 amyalin, kiasi cha umbali wa maili 3 min almadinati, kutoka pale Madina mjini. Na amekufa bwana huyu katika mwaka 58 Hijiria. Wadufina bilbaqi, na akazikwa katika kiwanja cha makaburi waliozikiwa masahaba wa mtume, akazikiwa pale Baqi. Kwa hivyo hadithi hiyo inaonyesha ya kwamba ni bora ni sunna ya mtume, mtu mwenye wadhifa vile, kiongozi wa kidini, yeye kupishwa kwa heshima zote, asalie ile maiti iliyoko pale. Japokuwa pale pana jamaa zake, yeye mwenyewe tu kama atataka kuambia chukue nafasi hii nyinyi wenyewe, basi hapaharibiki kitu. Lakini muhuri aliyoutia Husaini, alimwambia ingia mbele Saidi ibn al-As, uisalishe maiti ya kaka yangu Hasan ibn Ali, kwa sababu ingelikuwa si sunna jambo hilo nisingekutanguliza. Akawakamshinda hapo. Said ibn al-As alikatakata, aliona kwamba hii ni nafasi yake ile Husaini kumsalia ndugu yake, lakini alipomwambia ya kwamba hii ni sunna ya mtume, na kama sunna ya mtume nisingekupisha, tena takunambia nini sasa hivi hapa, ingia mbele usalishe. Akhrajahu al-Hakim, hadithi hiyo ameitoa Imam Hakim wal Baihaqi, wazada fi akhirih, na Baihaqi akazidisha mwisho wake hadithi hiyo, anasema faqala Abu Huraira, ilibidi Abu Huraira aingie kati ndo akashindwa yule Said bin Musayyib. Said ibn al-As alishindwa kwa sababu Abu Huraira aliingilia kati. Akasema Abu Huraira, atunafisuna, hivyo jamani mnashindana hapa, ala ibni nabiyikum, juu ya mtoto wa mtume wenu huyu, kwa maana mjukuu wake mtume. Sasa mnashindana hivyo ili tupate kuchukua muda mrefu kabla ya kuzika. Na maiti ya Kiislamu kama mnavyojua, mtume kasema asri'u bil janaza. Sasa mmekaa hapa, tafadhali 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 tafadhali, nini kufanya hivi? Abu Huraira mkali kahamaki anawaambia, atunafisuna ala ibn nabiyikum, mnashindana juu ya mtoto wa nabii wenu, biturbatin, kwa sababu ya kwamba yeye tunamcheleweshea udongo, tudfinunahu, wenda nyinyi kumzika, fiha, ndani yake. Waqad sami'tu Rasulullah, na mimi nilimsikia mtume wa Mungu yakulu akisema, man ahabbahuma. Wewe huoni kama mpata nafasi hapo Said bin al-As? Memsikia mtume akisema man ahabbahuma, mwenye kuwapenda wajukuu wangu wawili hawa, faqad ahabbani, amenipenda mimi mtume. Wa man abghadhahuma, na mwenye kuwachukia hao, faqad abghadhani, atakuwa amenichukia mimi mtume. Kwa
Kwa hivyo hapa msishindane. Hili jambo kama ushapishwa, basi lichukulie kwamba umempenda mjukuu wa mtume na mtume umempenda yeye vile vile. Mwenye kuwapenda wawili hawa faqad ahabbani, huyo kanipenda mimi. Wa man abghadhahuma, na mwenye kuwachukia hao faqad abghadhani, atakuwa moja kwa moja amemchukia mimi. Lazima afuate na awakubali kwamba walikuwa watu wa sunna, hawakuwa wapuuzi hata kidogo. Hawakuwa wapuuzi wala hawakulijua tapo la ushia, walikuwa hawalitambui kabisa kabisa. Tizama anavyoshindana Sayyid al-Husaini kumpisha mtu asalie maiti ya kaka yake, na anamwambia nakupisha kwa kuwa ni sunna ya mtume, siwezi kuikiuka. Ilikuwa si sunna ya mtume, ungekaa nyuma yangu tu, na mwenyewe ndo ningesogea mbele kumsalia hii maiti ya kaka yangu, lakini siwezi kumkiuka mtume. Nikimkiuka mtume nimkiuka Mwenyezi Mungu na nitaingia makosani. Kwa hivyo Said ibn al-As taqaddam, akaingilia kati Abu Huraira kuamua kwa maneno hayo ambayo hadithi yake akhrajahu Ahmad, ameitoa Imam Ahmad aidan, wa akhrajahu Ahmad aidan, na akaitoa hadithi hiyo Imam Ahmad vile vile bihadhihi ziyadati. Ahmad kaitaja hadithi hii pamoja na ziada hii ya maneno ya Abu Huraira, kaitaja Ahmad bin Hanbal. Walakinahu lam yasq, lakini yeye hakukichunga kisa cha taqdimi Said, kile kisa cha kutangulia Said ibn al-As li salati, kwenye sala ile. Wa inma ashara ilaiha, lakini Ahmad bin Hanbal ameashiria tu kwenye kisa hicho biqaulihi, pale aliposema tamko lake fadhakara al-qissa, basi akakitaja kisa kile, hakukitaja waziwazi lakini akaashiria. Thumma qala al-Hakim, kisha Hakim akasema sahihul isnadi, hadithi ni yenye mategemezi sahihi. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, na akaiwafiki hivyo Imam adh-Dhahabi. Wal hadithu, na hadithi hii awradahu al-Haythami, alikuja akaisimlia tena Haythami fil Majma'i, kwenye kitabu cha Majma'i juzuu ya 3 ukurasa 31, kaitaja bitamamihi, kwa ukamilifu wake, ma'a ziyadati, pamoja na ile ziada ya maneno ya Abu Huraira. Thumma qala, kisha akasema rawahu Tabarani, hadithi amesimlia Tabarani fil Kabir, kwenye kitabu Kabir. Wal Bazzaru, na Bazzaru pia. Wa rijaluhu mawsuquna, na watu wake ni watu madhubuti walioisimlia. Wa azzahu al-Hafidh, na akaipa nguvu hadithi hiyo Hafidh fi talkhisi, kwenye kitabu Talkhisi. Ilaihima maqrunan ma'a al-Baihaqi, pamoja na mategemezi ya wawili hao, na kufunganisha pamoja na kauli ya Baihaqi. Wakala, na akasema fihi Salim ibn Abi Hafsa, lakini ndani yake riwaya hii nyingine yuko Salim ibn Abi Hafsa dhaifun, ni mtu dhaifu katika upande wa hadithi. Lakin rawahu an-Nasa'i, lakini pamoja na udhaifu wa mtu huyo, hadithi kaisimlia Imam an-Nasa'i wa Ibn Majah min wajhin akhar, katika njia nyingine, an Abi Hazim, kutoka kwa Abi Hazim, binahwihi, kwa mfano kama ilivyokuja hivyo. Waqala Ibn al-Mundhir, na akasema Ibn al-Mundhir fil Awsati, kwenye kitabu Awsati, laysa fil babi, hakuna katika mlango huu wa jambo la kupishwa nani asalie sala ya jeneza, hakuna kitu kitukufu zaidi kilichokuwa sahihi minhu kuliko hadithi hiyo. Lianna janazat al-Hasan, kwa sababu jeneza la Hasan hadaraha jama'atun kathira, walihudhuria watu wengi sana waislamu, minas sahabati, katika masahaba wa mtume, wa ghairihim, na wengineo wasio kwa masahaba walihudhuria jeneza la Hasan. Kwa hivyo waislamu wote wako pale. Kama ingelikuwa yule Hussein anasema sivyo, angerejeshwa na waislamu pale. Masahaba wangemwambia hapana, wewe ndio kuingia hapa kwa kakako leo, unasema nini? Unasema kama si sunna nisingeli kutanguliza wewe Said ibn al-As kwa kuwa ni amirul mu'minina, pale Sayyidina al-Husaini angelipingwa na masahaba. Lakini watu wote wako pale kimya, walikubali anavyosema Husaini ndivyo. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Insha Allah tutakapokuja katika darasa ya ahkamu janaiz
tutaondokea kwenye ukurasa huu nambari 101 kwenye maneno ya Albani qultu. Hapo ndipo tutakapoondokea inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن ذنب لا يغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تضعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.